you want your name to be written in the Lamb's Book of Life, you have to endure and suffer for the cause of the gospel. Anasema kwa maneno mengine ya kwamba ukitaka majina yako yaandikwe katika kitabu cha uhai, lazima uvumilie mateso kwa ajili ya Injili. Matthew chapter 7. Tusome Mathayo mlango wa 7 mtu. Today you will understand what it takes to be in that book. Leo utaelewa chenye inakugharimu ili uwe katika kitabu hicho cha uhai. On this radio, katika kituo hiki cha redio, the truth is being opened out to you now. Unafunuliwa ukweli hapa sasa. There is nothing hidden here anymore. Kuna chochote kimefichwa hapa. So you can make up your mind. Ili uweze kujiandaa. You cannot say, oh, I was not told. Usiseme ya kwamba sikufunzwa. Now you have to decide if you surely want your name in that book. Sasa unafaa uamue kama kweli kabisa unataka jina lako lipatikane katika kitabu. Because you've even seen him saying that the ones that will enter the new Jerusalem, where the new heaven, new earth comes in, they are the ones in the Lamb's Book of Life. That means Jesus is the power. Anasema hapa ya kwamba wale ambao wataingia katika mji wa Yerusalemu mpya ni wale ambao majina yao yanapatikana katika kitabu cha uhai. Inamaanisha Yesu ndiyo nguvu hapa, ndiyo nguvu. Jesus has authority and power for you, even in this life, even in the new heaven. Yesu ako na mamlaka kwa ajili yako katika maisha hii na hata katika mbingu upya. We are talking about the white throne of judgment of the Lord Jesus. Tunaongea kuhusu kiti cha enzi cheupe cha hukumu cha Bwana Yesu. And inside there we found that there is a book. Na hapo ndani tunapata ya kwamba kuna kitabu. That he removed the book. Ya kwamba anatoa kitabu. And he searches there to see if he can find your name. Alafu anatafuta kitabu hicho ili aone kama atapata jina lako. And we saw David say, please don't blot my name out. Na tunaona Daudi akisema tafadhali, anamsihi tafadhali usifute jina langu. But for them, the sinners, blot their name out. Don't include their names with the righteous ones. Na kwa watenda dhambi, futa majina yao, usiwaweke pamoja na wenye haki. And we also saw in Daniel that when you evangelize, then you have a star, a shining star, and your name is in the book. Na sasa tunaona katika kitabu cha Danieli ya kwamba ukifanya uinjilisti uvue nafsi, basi wewe utang'aa kama nyota na jina lako litapatikana katika kitabu hicho cha uhai. From today on, we will never have, I am just a mshiriki, I'm just a congregant. We are going to have evangelists all over the nation of Kenya. Kuanzia leo hatutakuwa na washiriki tu, mimi ni mshiriki tu. Tutakuwa na wainjilisti kote nchini. He says you are lukewarm. If a tree does not bear fruit, I'll prune it. Anasema wewe ni vuguvugu. Kama wewe ni mti ambao hautoi tunda, atakukata. So it is an end today. You will never sit in that church listening. Now you get out. Go to the kiosk. Go to the shop. Tell them Jesus is risen. Receive the Lord. Time is out. Sasa ni mwisho. Hauwezi kukaa katika kanisa hilo ukisikia tu. Utatoka, utaenda katika maduka hizo. Utaenda katika miji ukihubiri, ukiwaambia Yesu ni pendo na watu waokoke. If you want your name to be in the Lamb's Book of Life, ukitaka jina lako liwe katika kitabu cha uhai, you are not just going to evangelize for their sake. You are going to evangelize for your sake. Hautafanya uinjilisti tu kwa ajili yao, bali utafanya uinjilisti pia kwa ajili yako wewe mwenyewe. Because it is a requirement. Kwa sababu ni hitaji. The time for games is over. Wakati wa mchezo umeisha. Now people will want their names into the book. Sasa watu watataka majina yao yapatikane katika kitabu hicho. The book of Matthew chapter 7 verse 22 somebody. Tusome kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 22. The truth now has come out. Ukweli sasa umefunuliwa. There is no more playing hide me here, hide me there. Hakuna kufichwa hapa. Now tell me the truth. Sasa uniambie ukweli. Pastor, tell me the truth. Mchungaji, uniambie ukweli sasa. Is my name going to be in the book of life if I do this? Jina langu litapatikana katika kitabu cha uhai nikitenda hili. Now the children of Jehovah will be asking, talking about the book of life, nothing more. Sasa watoto wa Jehova watakuwa wakiongea kuhusu kitabu cha uhai, hakuna kingine. They will not be asking, is it okay if I put on trouser? Is it okay if I dance like this? No, they will be asking, will my name be in the book of life if I do this? Hawatauliza ya kwamba ni mzuri nikivaa longi, ni mzuri nikifanya hivi, hapana. Watauliza jina langu litapatikana katika kitabu cha uhai ama namna gani nikitenda hiki. They will be asking, if I do this, will the Lord blot out my name from the Lamb's Book of Life? They will be talking about the book. Watauliza ya kwamba nikitenda hiki, je, Bwana atavuta jina langu katika kitabu cha uhai ama namna gani? Watakuwa wakiongea kuhusu kitabu cha uhai.
cha mwanakondoo. Hallelujah. Hallelujah. Sweet Jesus. Yesu mtamu. Loving Jesus. Yesu And mpendo. then at the end you find out now, Alafu mwishowe unapata he is Jesus the judge. yeye ni Yesu hakimu. And you are running and there's nowhere to run to. Na unamtoroka na hakuna pa kutorokea. And you find out that you squandered, you corrupted your life on earth, and you did not take care that your name be found in the book. Na unaona ya kwamba ulijichanganya, ukararua maisha yako hapa ulimwenguni, na alafu mwishowe unapata jina lako halipatikani katika kitabu hicho. Na huku kuwa na uoga ya kwamba jina lako Ati unakula raha. ati wewe unaponda raha. Matthew chapter 7, somebody. Tusome Mathayo mlango wa 7 mtu. Verse 21. Mstari wa 21. It says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Biblia inasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbingu, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Biblia inasema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Finally, the sweet Jesus Mwishowe Yesu mtamu huyo that you have been preaching, ambao mmekuwa mkimhubiri, that you have been leading people to, ambao mmekuwa ukiwaongoza you watu are kwake. teaching the sweet Jesus. Wewe unahubiri Yesu mtamu. Listen to what he says to you. Hebu sikiza chenye anasema hapa. I never knew you. Sikukujua. Get away from me, evildoer. Toka kwangu ninyi mtendao How come maovu. the church did not know this? Kwa nini kanisa halikujua hili? You have done miracles in his name. Mmefanya miujiza kwa jina You have lake. prophesied in his name. Mmetabiri katika jina You have lake. done things in the name of Jesus. Mmefanya mambo katika jina la Yesu. But you are teaching another Jesus. Na mnafunza Yesu He mwingine. said, I don't know you, as if you don't exist. And yet he created you. Anasema hakujui ni kana kwamba hauko, na wewe alikuumba.